ni nchi ambayo tumeikuta katika misingi ya amani na upendo na mshikamano. Nchi yetu ya Tanzania, mimi huwa natoa mfano. Nasema nyumbani kwetu, kwenye familia ya kwetu, ikitokea shughuli kama hii au msiba, watakuja watu wengi wa familia hiyo hiyo. Kuna watu watakuja na madumu ya pombe, kuna watu watakuja na miswala kwa ajili ya kufanya ibada, kuna watu watakuja na bia, kuna watu watakuja na soda, na wote tunakaa sehemu moja, kila mtu anafanya jambo lake analotaka kulifanya. Tunaunganishwa na kitu kinaitwa umoja na mshikamano. Hatujawahi kubaguana kwa dini, hatujawahi kubaguana kwa ukabila, hatujawahi kubaguana kwa ukanda, rangi, wala jambo lolote. Niwaombe ndugu zangu wa Magata na wazee wangu, tuendelee kuilinda amani ya nchi yetu. Tuendelee kuhubiri amani ya taifa letu. Uhuru wowote bila amani, uhuru wowote bila utulivu, hakuna uhuru. Tumekaa hivi tulivyokaa kwa sababu kuna amani. Watu wana uwezo wa kuoa na kuoana kwa sababu kuna amani. Watu wana uwezo wa kwenda kwenye misikiti na kwenye makanisa kufanya ibada zao kwa sababu kuna amani. Watu wana uwezo wa kwenda mahospitalini, kwenda sokoni kwa sababu tuna amani. Tutakapokubali kuichezea amani ya taifa letu, basi tumekubali kuishi kwenye Tanzania ambayo hatuwezi tena kukaa namna hii. Kwa hiyo niwaombe, na hili tunalisema kila tunapopata nafasi, tuendelee kulinda amani ya taifa letu. Hata bwana harusi ulioa leo, likitokea la kutokea hapa, watu wakaja wakabeba spika, wakabeba matenti, wakabeba viti, sijui hata kama raha utakayopata usiku wa leo utaipata, shehe wangu. Mambo yote yanavurugika. Mtoto atamsahau mzazi na mzazi atamsahau mtoto. Niendelee vile vile kusisitiza kuendelea kutumia nafasi zetu, kila mmoja wetu, kumwombea rais wetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan. Nadhani Sheikh alikuwa anataka kulisikia hili. Tumwombee rais wetu, mama yetu, mbeba maono wetu, ili aendelee kuliongoza taifa letu kwa amani, upendo na utulivu. Nilisema mwanzoni kwamba msingi wa mambo yote ni amani. Lakini vile vile ni lazima tujue kwamba kila kiongozi unayemuona amesimama, awe kiongozi wa dini, awe kiongozi wa serikali, kila uongozi unaouona duniani unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye anagawa uongozi, na sisi tumehusiwa kwamba ni lazima tuwatii, ni lazima tuwatii viongozi wetu, kwa sababu tunaambiwa atiu Allah wa rasuli wa ulil amri minkum, kwamba tumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, lakini pia na waliopewa mamlaka juu yake. Kwa maana viongozi wetu ni lazima tuendelee kuwatii na kuwaombea.